lakini I believe tutakuwa tuna an amazing season together, na we are super excited, super happy. Tuko nyumbani, tumejifungia kwenye kachumba fulani hivi, ndio maana unasikia mwangu. Kama unasikia mwangu unajua tumejifungua. Usije kaza tuko washroom. Najua mwangu unatokeaga washroom tu. So karibuni sana kwenye our season, and our host today will be me and Dr. Elizabeth. Hello. Nice to see you, champions. Karibuni sana. Absolutely. Na somewhere along the way yuko mbele tunaweza tukasema kila mtu awashe kamera yake tuonane, tukuone. Kwa kama hujavaa robo uvae ili ikifika muda wa kuwasha kamera sio ndo uanze kukimbia. Hapana, utavaa. Okay? So karibuni once again, and it's a brand new month, mwezi June. And I know hatujafanya hizi seasons muda mrefu sana. Na kuna wengine ambao ni wageni hapa, maybe hii ndo season yenu ya kwanza kuhudhuria. And so let me explain a little bit season ni kitu gani. Season ni a meeting ambayo inatupa nafasi mimi na Eliza kuweza kuongea na watu ambao tunafanya nao kazi kwa ukaribu sana. Na kila mtu ambaye yupo kwenye hii meeting ni mtu ambaye tupo naye very close kibiashara, na ni mtu ambaye tunatarajia akipata changamoto yoyote ile, yani sisi ndo the first line of support kwa huyo mtu. Kwa hiyo kama upo kwenye hii meeting, just know you are someone very special kwetu, na moja wapo ya kazi yetu kubwa sana sisi ni kumake sure wewe ambaye upo kwenye hii meeting unafanikiwa, una achieve malengo yako, you get to manager, you get to beyond manager. Hiyo ndo role yetu kubwa kabisa. Lakini pia season inatupa nafasi, kwa sababu tunakuwa tuko wachache, inatupa nafasi ya kuwa free zaidi, kwa maana ya kuuliza maswali, kushare experiences. Hata sisi tunashare freely zaidi. Inatupa nafasi ya kufahamiana wenyewe kwa wenyewe. Normally vitu kama hivi huaga sangine tunavifanya face to face, na najua uko mbele ya safari mambo yatakavonyoka tutazifanya tu hizi face to face, and everything will be super fine. So for now tutakuwa tunazifanya online like this, na tunaitumia pia hii season kama ni opportunity ya kuweza kushare ideas na direction ambayo tunayo as a team. Kwamba sisi as a team tunamaanisha sisi na nyie ambao tunafanya kazi kwa ukaribu, vitu gani ambavyo sasa hivi tunataka kufocus navyo, vitu gani ambavyo tunataka kuhakikisha tunasonga mbele. Kwa hiyo as meeting inavyoendelea, we hope and pray huko mbele tutapata nafasi ya kuulizana maswali, meaning nyie mtuulize sisi maswali, lakini muhimu kuliko vyote kupata your ideas kwenye vitu gani ambavyo mnahisi mnahitaji msaada zaidi, vitu gani ambavyo mtu unahisi kwamba nikisaidiwa hiki na hiki mimi naona biashara yangu itakwenda vizuri zaidi. Kwa vyote hivyo tutasaidiana, na kwa sababu tutasaidiana katika yote hayo, naamini kabisa by the end of this season kuna mengi ambayo tutayasikia kutoka kwenu vile vile. Kwa hiyo ikifika wakati wa kushare, please don't hold back anything. You should share very freely, okay? All right, just give me 1 second guys, just give me 1 second. Okay. I'm fully back. Tumetoka kwenye chobingo. Tumehamia sehemu ambayo hamna mwangu ulikuwa unazingua unaboa. So let me start first by sharing a little bit about kitu ambacho mimi naamini ni experience ya kila FBO. Yani every FBO anapoanza biashara huaga kuna experience fulani ambayo anaipata. Kuna kitu fulani ambacho huaga anakipata. Na why nataka ni share hicho sasa hivi, kwa sababu tupo muda muhimu sana wa huu mwaka 2020. Yani sasa hivi tupo katikati ya mwaka 2020. Na mwanzo wa mwaka tuliweka malengo, mwisho wa mwaka utaangalia utasema nimetimiza au sijatimiza. Sasa hivi tupo kwenye ile moment ambayo unaweza ukabadilisha chochote kile. Ikifika mwezi wa 10 kuna malengo kama hujayatimiza pengine huwezi tena kuyatimiza. Ikifika mwezi Disemba ni either una tick goal ama unasema okay nalihamishia mwakani. But now we are at a time ambayo you can turn anything around. Kwa sasa hivi, na najua niliongelea hii kwenye the last meeting, lakini nitaiongelea tena hapa. Now is the time ya mtu kuweza kujipanga upya vizuri. This is the time ya mtu kuweza kuweka malengo yako upya, kuweza kuplan business yako upya. So as I'm welcome you all in the team of achievers, ili neno achievers atujalieka kwa bahati mbaya. We really want you guys to achieve. We really want to make sure kwamba everybody in this team ana achieve vitu. Na ili muweze kuachieve vitu, it will require us to work together. Itahitaji tufundishane zaidi, itarequire tusaidiane kwenye mambo mengi sana ili tuweze kuachieve. Lakini ili uweze kuachieve inabidi pia understand reality
na uhalisia wa biashara. Na mimi, let me share something here. You see hii picha inaonekana hapa. Hii picha hii ina represent uhalisia, ina represent uhalisia. What do I mean by this picture? Ukitoka kwenye presentation, siku ile ambayo umetoka kusikiliza presentation ya Forever, unatoka like yeah, super excited, yani ile kulaliki naenda kumaliza kila kitu, yani malengo yangu naenda kuyatimiza, nita-achieve, yani you are super pumped up and excited. Ukitoka kwenye presentation, BOM kwa wageni ni business opportunity meeting. The day unatoka kwenye presentation, the day una join, the day unapokea products zako, you are excited, maybe una hofu kidogo, una fear kidogo, lakini you are super excited. Na actually that is the day ambayo unaona plan yako ya kufika kwenye malengo iko very straightforward. Yani it is straightforward. You see like this guy hapa juu anaendesha baiskeli. Yani the plan is smooth and straightforward mpaka kwenye bendera yake ya ushindi huku. This is how you feel the day unatoka kwenye meeting. And then utakapoanza kufanya business, you experience kitu tofauti. Ni kama vile mtu amekuja alafu akachukua ile picha nzuri ambayo ulikuwa umeitengeneza na ile plan yako nzuri na yale matarajio yako mazuri na zile hopes zako, ni kama vile amezichukua zile alafu akazichana akazichana ni ile image ambayo umeitengeneza ile akaichana and then akacreate kitu kipya kabisa. Unaanza kuexperience something different, unaanza kuexperience reality, unaanza kuexperience uhalisia, unaanza kugundua ile bendera yangu ile nilikuwa naona kama ipo karibu, iko pale tu. Yani malengo nayatimiza kesho kutwa, mwaka unayatimiza, unaanza kuona mbona imesogea mbali sana. Alafu njia ya mpaka kufika huko kwenye malengo mbona kama vile ni patashika nguo kuchanika, si mchezo. And this is a reality. Now I don't know where sasa hivi uko kwenye position gani kwenye biashara yako. Inawezekana upo kwenye hii party ya juu ambako kila kitu ni kizuri, kinaonekana kimenyooka, ama labda upo kwenye hii sehemu ya chini. Lakini let me tell you, kila mtu lazima apitie hii sehemu ya chini. Kila mtu lazima apitie milima, kila mtu lazima apitie mabonde, kila mtu lazima apate disappointments. Kila mtu kuna siku atajiquestion kwamba hivi nitafika kweli? Na ili swali la hivi nitafika unaweza ukajiquestion kwenye vitu tofauti. Mwingine anaweza akasema hivi nitafika kweli supervisor. Mwingine atasema hivi nitafika kweli manager. Mwingine hivi nitafika kweli diamond manager. Hivi nitafika kweli mimi nitanunua my brand new car, nitafika kweli? Kila mtu anajiquestion tofauti, lakini everybody huaga anajiquestion hilo swali. Sasa what you do ukiwa katika huu uhalisia huu ndio ambao itasema either mwisho wa siku utafika huku ama hautafika. What you do. And ukiangalia hii picha inakuonyesha the reality, the way mwisho wa siku huaga unapata ngazi. Mwisho wa siku kuna ngazi ambayo utaitembea, utaipanda, shop, utafika kwenye lengo lako. Lakini kabla ya ngazi lazima uogelee, lazima upigwe mabomu, lazima uruke viunzi vya kutosha. Now hii ibakie kichwani mwako kila siku. Kwa sababu mimi sitaki nikupe matarajio potofu kwamba kuna siku kila kitu kitakuwa kirahisi, kuna siku kila kitu kitakuwa smooth. No. Every day kuna new challenges. Every day kuna kitu kipya kinakudistract. Wote hapa tunaishi kwenye dunia ambayo ipo connected na mambo mengi sana. Inawezekana wewe ule mwezi ambao umeamua huu mwezi mimi ndo nataka ni focus na biashara, unashangaa kama ni mzazi, unashangaa mtoto anaumwa, unashangaa sijui kuna kesi imetokea, kuna shamba lako watu wamevamia, wakati wewe ndo umetoka kusema huu mwezi nataka nifanye kazi. There are always distractions. Labda ulisema nitapiga kazi, nitazunguka, mara ghafla corona imekuja, huwezi kuzunguka mahali popote. Mimi I had my plans, nitaenda mkoa huu siku fulani, nitafanya ma meetings, and then corona imeondoa zote. So all in all, always distractions itakuja. Now what you do with those distractions ndo ambayo itadetermine. Sasa kwenye hii picha hii, moja wapo ya kitu ambacho nataka upay attention ni kwamba hii picha always ina hii bendera huku mwisho. There is always, your goals are always there. Malengo yako always yapo. The moment hii bendera haipo, the moment hii haipo tena, yani kama upo kwenye milima na mabonde alafu hii bendera haipo, kwanza hata hujui unaelekea wapi, haujui kama unasogea au usogei, haujui kama upo kwenye the right direction. Unajua unaweza kuwa unakimbia ila unakimbia wrong direction. Haujui kwa sababu hakuna nini? Malengo. And one of the key thing, most important thing ni ku make sure each and every one of you, kila anayetusikiliza hapa jamani, and huu mwezi June hakikisha hauishi bila wewe kukaa chini na kutathmini upya malengo yako. Kuangalia uliset malengo gani mwanzo wa mwaka. Labda kuna vitu ulikuwa umeplan alafu umeshavisahau. That means ile bendera kwako haipo tena. Labda kuna vitu uliplan umeshaanza kupiga hatua
alafu kuna vingine hujapiga hatua and then unajihukumu. Yaani unajipiga nyundo, unajipiga mangumi kweli kweli kwamba nimechemsha kwa sababu kuna hivi hujavi achieve, lakini kumbe kuna ambavyo umeweza kuviachieve. It's very important mwezi Juni tutumie kwenye hilo, na pengine hii meeting haitatosha kukufanya wewe uweze kuset malengo, wala sio lengo lake. Hii meeting lengo lake ni kukukumbusha kwenye haya malengo, na kama unahitaji tusaidiane kwenye kuplan malengo yako vizuri ya huu mwaka, let us do it. Mimi na Eliza malengo tunayaplan, tunayareview, yani mara kadhaa. Kuna malengo tuliset mwanzo wa mwaka, imefika wakati fulani tukasema hapana, hebu hili lengo hili tulibadilisha, hebu mwaka huu priority iwe hii, because malengo sio kwamba yameandikwa kwenye jiwe, they are not written on a rock, yameandikwa kwenye mchanga, you can change them, na ndio maana anaweza akafutika. Lakini bila malengo it is impossible to operate. Sasa ukisha set malengo, kitu cha pili unachohitaji ni kupata the right activities, kwa sababu tayari tuna neema ya kuwa kwenye the right business. So then utahitaji the right activities, utahitaji kujua haya malengo yangu haya ambayo nimeyapanga haya nafanyeje ili yaweze kutimia. And ili uweze kupanga activities zako vizuri, ili uweze kujua vitu gani kufocus on. At this point, I want to bring an amazing, brilliant person who is my partner, my wife, my bedmate, my so many things. You know, atashare na sisi activities, atashare na sisi vitu ambavyo tunaweza tukavifanyia kazi practically. Yani sasa hivi unaanza kuvifanyia kazi, results zinakuja. And I'll say everybody pay close attention. I've seen baadhi ya watu in the team ambao walikuwa hawafanyi chochote kile, hawafanyi mauzo yoyote, yani kama biashara ilikuwa imestuck kwao, yani completely zero, and they got ideas from Eliza which were very practical na wakazifanyia kazi, na wengi sasa hivi wanaanza kuenjoy mauzo, you know, business inakwenda vizuri. Kwa hiyo let's all welcome na makofi na vigeregere, najua hata yasikia. Najipigia mwenyewe. Atashare sisi the part of activities. All right, asante sana for that very nice introduction ambayo umeifanya. Na mimi kikubwa ambacho pia ningeanza katika ninavyo connect kwenye ambacho nimeandalia kushare leo ni Enos ameelezea vizuri sana. Bila mtu kuwa na lengo, bila mtu kuwa clear na wapi unaelekea, hamna activity yoyote ambayo ita make sense. Hamna how yoyote ambayo ita make sense kwako. Kwa hiyo hata tunavyoenda kwenye kuziongelea hizi activities, ni vizuri sana ukajiuliza, hivi why am I doing this? Kwa nini nafanya hizi activity? Again, itarudi back kwenye malengo yako. Malengo yako ndio yakupe nguvu ya kuzifanya hizi activities ambazo tutaziongelea. Usizifanye tu kwa sababu zimeongelewa, lakini find a way ya kuona jinsi ambavyo bila hizi activity malengo ambayo tunayawaza kichwani hayatakuja kuwa kwenye reality, kwa sababu tunajua wote tuko kwenye network marketing business. Kuna work ambayo inabidi ifanyike pale. Sasa ni vizuri kuwa clear kwenye kazi gani ambayo inatakiwa kufanyika, activities gani ambazo zitanitoa kwenye point A kwenda point B. Ndio nina malengo, ndio nina sababu za kwa nini inabidi nitoke pale nilipo, but what can I do? Hapo sasa tunakuja kwenye swali moja la kukuuliza, what is your marketing strategy? Mimi hili swali tuliulizwa na very top leader wa biashara ya kidunia, moja wapo ya top 5 global business owners, ambaye alikuwa anatuuliza mtu yoyote katika kujenga biashara yake, akatuambia kwamba lazima uwe unajua marketing strategy yako ni nini. Wala jina usilione kwamba ni fancy, lakini ni kwamba tu wewe unajimarket. Una market vitu vikubwa viwili, una market bidhaa yako, unajimarket wewe mwenyewe katika biashara yako. Sio tu biashara kwamba una market forever peke yake, hapana. Una market biashara, una market bidhaa. Sasa what is your strategy? Unatumia mbinu gani ku market biashara yako na bidhaa zako? Sasa katika kujimarket ni muhimu sana kuwa na activities au strategies ambazo zinagusa maeneo mawili. Kazi zetu tunazozifanya kubwa ni retailing pamoja na recruiting, yani kuuza bidhaa pamoja na kuingiza watu wapya. Sasa saa nyingine unakuaga tunamezwa na upande mmoja afu tunasahau mwingine. Lakini ukija kuangalia malengo yako, inawezekana mengi sana yanahitaji balance. Hayahitaji tu retailing peke yake. Mara nyingi malengo ambayo yanahitaji labda kuuza peke yake ni malengo madogo ambayo ni ya muda mfupi. Lakini kila mtu hapa I know na malengo ambayo pia ni ya muda mrefu, pia ni makubwa kidogo. Ukiangalia yanakuwazisha kwamba hizi hela zote nitazitoa wapi. Inamaanisha unahitaji ufanyie kazi mauzo, lakini pia inahitaji ufanyie kazi recruiting. Na ndio maana lazima kwenye activities zetu tuwe tunaangalia balance, tuna find a way ya kubalance kote. Na kibiashara inashauriwa
hapa, unajua inategemeana na wapi upo kwenye biashara yako. Kwa mtu ambaye ndo kwanza umeanza biashara, bado hujafika cheo cha assistant supervisor, lengo kubwa linakuwa ni kufika assistant supervisor mapema iwezekanavyo. Ina maana lengo kubwa ni kuuza bidhaa zako mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo utaweka nguvu kubwa zaidi kwenye retailing. Lakini ukafika assistant supervisor, unajua kabisa hapo huwezi kuendelea kukua zaidi bila kuanza kujenga team. Na ndio maana tunasema hapo balance yako ya retailing na recruiting inaweza ikawa 60% kwa 40%. Kwamba retailing unaweza ukafanya 60%, recruiting ukafanya 40% ya muda wako. Sasa vitu gani ambavyo tunavifanya? What can your strategy be like? Ukianza kuangalia kwenye upande wa mauzo, retailing, lazima mtu uwe na strategy. Of course, ukianza kwenye kuangalia mauzo, lazima inaanza na lengo pia. Katika mauzo yangu, lengo langu ni nini? Always start with the why. Na ndio maana tulianza mwanzoni na kuangalia, lazima uwe na ile bendera pale kama ambavyo Enos ameiongelea. Sasa what is your why kwenye kuretail? Ukijiuliza kwenye mwezi June, hela gani unaihitaji itokane na mauzo yako? Kiasi gani unataka utengeneze kama faida? Hiyo ndio itadetermine kwamba wewe inabidi uuze sisi ngapi katika huu mwezi. Sasa baada ya kuwa na lengo la namna hiyo, kinachofuatia ni activity. Kinachofuatia ni kujua nifanye nini sasa. Kwa sababu unaweza ukawa na lengo, unaweza ukawa na nia, lakini bila kujua ufanyeje unakuwa mbaki umesimama hapo hapo. So kuna activities ambazo tumezipanga hapa. I know wengi tayari mnazifanya, lakini hapa tupo kukumbushana kwa ambao ndo mara ya kwanza unazisikia. Hata kama una swali kuhusiana nazo, make sure unaliuliza, hata kama sio kwenye hii meeting, even after. Make sure unakuwa clear na namna gani naweza nikafanya hii kitu ili uweze kuretail zaidi. Sasa cha kwanza kama inavyoonekana hapo ni hizi WhatsApp messages ambazo unaweza kutumia watu directly. Siongelei kwenye kupost peke yake na nini, hapana. Message ambayo unaingia inbox kwa mtu, kumtumia maelezo ya bidhaa fulani. Tunaita products promo. Sasa hii ni kitu ambacho unaweza ukajichagulia. You can do it every day. Mimi nasema minimum jichagulie siku 3 au 4 kwa wiki ambazo hukosi kufanya hizi WhatsApp messages promo, products promo. Si lazima kila siku uwe na product moja, hapana. Unaweza ukajichagulia. Let's say Jumatatu ukasema mimi Jumatatu nataka ni promote Garcinia labda. Au labda siku fulani nataka ni promote aloe vera gel. Kwa hiyo siku unajua sishuki watu 20 ambao ninawatumia message kuhusiana na aloe vera gel. Mi honestly nikiwaga nafanya hii products promo, huaga natuma a minimum of 50 people ambao ninawatumia. Lakini hii hapa kuweza kuinclude kila mtu, tunasema usishuke watu 20. But if you can go double, sawa. If you can go triple, sawa. The more you do, the better the results. Kwa sababu najua hii ni biashara ya kujimarket. Hamna mtu katika network yako atajua unafanya nini kama you don't go out there na kuambia about hicho kitu ambacho unakifanya. Kwa hiyo kwenye WhatsApp messages, hicho ni kitu ambacho you can do daily au unaweza ukafanya minimum ya siku 4 kwa wiki. Unajichagulia tu wewe mwenyewe. Uzuri tuna bidhaa nyingi sana, hata kama wewe hauna hiyo message, tuna message nyingi sana za kufanya hii promo. Hata kama hauna, unaweza kanitumia message mimi ukaniambia Eliza, hebu niandikie message au nisaidie message ambayo ina promote labda Gelitube au ambayo ina promote aloe vera gel, Garcinia, whatever product ambayo unataka kuipromote. Hicho cha kwanza. Lakini kingine, Facebook ads. Hii ni njia ambayo nimeona inasaidia watu wengi sana, ambaye alikuwa anasema mimi network yangu, watu wangu hawana hela ya kununua products, watu wangu hawana interest ya hizi bidhaa. Una uwezo wa kupata watu wapya. We are connected in the world, na uzuri social media imetupa nafasi ya kuconnect na watu ambao hata hauwajui wala usingeweza kukutana nao maisha yako yote. How? Kwa kuweka Facebook ad. I don't know kama ushawahi kuiweka, haujawahi, lakini kama haujawahi, make sure hii game plan ya mwezi June ina include Facebook ads. Kama ulikuwaga unafanya huko nyuma and then kuna wakati ukaacha, make sure mwezi huu June unajiwekea mkakati wa kwamba walau kila wiki niwe nina ad ambayo ina run walau siku 3 hadi 4. Kuna mwingine anaweza akaamua i run continuously wiki nzima, lakini tunasema hata kama unafanya kwa siku chache, ukaiweka Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, make sure hizo siku una ad yako ina run. Inamaanisha kwa mwezi una wiki 4, inamaanisha unaweka ad mara 4. Si lazima iwe bidhaa moja. Unaweza ukaweka ad ya Multimarker, siku nyingine ukaweka ad ya aloe vera gel, siku nyingine hata ukaweka ya Forever Freedom, chochote ambacho unaamua, lakini make sure una ad every week. Kuna ad ambayo ina run. Kwa nini? Hii itakupa nafasi ya kuconnect na watu wengine wengi sana. Mimi katika mmoja wapo wa watu ambao wamejoin biashara mwezi uliopita ni kutokana na Facebook ad. Sikuwa namfahamu, lakini alikuwa interested na bidhaa, akaamua kununua as a member. Kwa hiyo make sure unafanya hiyo njia, it will give you a lot of people ambao wanakupa nafasi ya kuwa wateja wako, na wengine hata they could end up joining biashara yako. Kwa hiyo ni njia nyingine muhimu sana. Lakini kingine, product launch.
Kwa sasa hivi najua tumepunguza kukutana na watu, sana sana watu wengi, lakini online bado una nafasi ya kupromote bidhaa zako, especially kwa kupitia hii njia ya product launch. Unaweza ukalaunch bidhaa moja, unaweza ukalaunch bidhaa 3 kwa kupitia WhatsApp video call. Sasa hichi ni kitu ambacho again kama hujawahi kufanya, I'm more than happy kufanya na wewe ili uweze kuona live na face to face namna gani ambavyo inafanyika. What is it like? Product launch ya online unaweza ukaalika watu wako hadi, una uwezo wa kualika watu hadi 6 tuseme. Watu 6 wakawepo kwenye WhatsApp video call, tunaita conference call ya WhatsApp, halafu ukaniweka na mimi au Enos, alafu ukaweka na wewe mwenyewe of course, kwa sababu inatakiwa iwe watu 8. Unakuwa na bidhaa zako. Kwa sababu kuna video hapo, ina maana unaweza ukainyanyua bidhaa yako ukaishika ukaiongelea moja baada ya nyingine ambayo unataka kuipromote. Inaweza ikawa ni kitu cha dakika 15 tu, lakini katika ndani ya dakika 15 unaweza ukawa umepromote C9, au katika hizo dakika 15 inawezekana umemwaza mama ambaye ana watoto wanasumbua kula. Unaweza ukaalika session, ukamwambia nataka kufanya product launch kuongelea bidhaa za afya ya watoto. Ukanialika mimi, tukafanya pamoja, tukashika bits and pictures, tukashika Active, tukashika Forever Kids, tukaziongelea pale. Inakupa nafasi kubwa sana ya wewe kujifunza, lakini hapo watu ulioalika pale wanapata nafasi ya kuelewa vizuri sana kitu gani ambacho kipo kwenye hizi bidhaa. Hichi ni kitu ambacho you can even do every day. Lakini sisi tunasema hebu jiwekee walau siku 3 kwa wiki. Mimi nitashauri hizi activities tunazoziweka na mifano yake, challenge yourself to do them. Andika kwenye diary yako, jiwekee target kwamba okay, product launch walau nifanye 3 kwa wiki au hadi 5, whatever number wewe chagua, and then write it down ili tuanze kuzifanyia mkakati pamoja. Njia nyingine, one-to-one za products. Kwa sasa hivi, kwa sababu kidogo tumeanza kuendelea kutake precaution, tunaweza tukafanya meetings chache za face to face. Kama ni mtu mmoja, tunaweza tukakaa naye chini tukaongea naye. Labda kuna mtu unajua anataka maelezo ya C9, anataka kujua kuhusu afya, we can do one-to-one ya products. Lakini hata ikishindikana ya face to face, inawezekana ikafanyika online. Again, hicho ni kitu ambacho ni wewe ujiwekee target. Namba ngapi ambayo unataka kuifanya. Mimi baada ya hii meeting nitago in your inbox, nitakuuliza kwenye zile activities tulizokubaliana, what are your agreed activities? Wewe umechagua zipi? Umejichagulia zipi? Lakini kwenye status tunajua ni muhimu every day uwe unapost kwenye status yako. Mimi tu leo kuna dada mmoja anataka alpha E factor, kwa sababu kama ambavyo mmeona wengine nimeweka kwenye status kuhusu alpha E. Kuna dada saa 9 anataka nimfanyie delivery. Sasa if you don't post, nani atajua una kitu gani? If you don't eka kwenye status yako, and the secret kuhusu status, post frequently. Yani kila ukikumbuka, unaweza tukajiwekea alarm mwanzoni. Kwa siku unaweza tukapost mara 6. Baada ya lisali moja, baada ya masaa 2, eka something. Kwa sababu the more you post, the more people watakavyoiona, kwa sababu itaendelea kuwa juu pale kwenye status zako. Again, kitu kingine kwenye social media, very important, kuendelea kuonyesha your passion and your enthusiasm kuhusiana na hizi bidhaa. Post, yani ni kama tunasema enda kwenye explosion ya kuonyesha everyone you know about what you do and faida zake. Umeona? So as we post kuhusiana na products, let's remember tuna post kuhusiana na benefits. Unachotakiwa kuwaonyesha watu ni benefits za hizi bidhaa. Kwa always make sure picha zako zinaonyesha benefits, zinaonyesha pia education fulani, labda kama umuhimu kwa nini tunahitaji omega 3 kwenye miili yetu, ili wewe unamuelimisha yule mtu. Kuna mtu ambaye yeye bado hajajielewa, hivi kweli mimi nahitaji supplement, lakini ukiweka ule umuhimu pale why unahitaji, inamfungua macho, and then they end up buying from you. Kwa hizo ndo retailing strategies ambazo I think we should all embrace, tujichagulie namba na kuzifanya kila wiki na kila siku. And then tukija kwenye upande wa pili, tumesema lazima tu balance. Recruiting, very important skill katika biashara yetu. Sasa pia haitatokea yenyewe, lazima tuiwekee mkakati, lazima tuiwekee strategy gani ambayo tunaifanya ili tuweze kuingiza watu wapya kwenye biashara. Kwenye recruiting, cha kwanza ambacho ni muhimu sana ni kumake sure kwamba, of course we know lazima tuanze na who do you know, watu ambao tayari unawafahamu, watu ambao tayari wapo kwenye contact list yako. Lakini I don't know uko kwenye status gani ya watu ambao tayari unawafahamu. We know these days hatukutani na watu face to face sana. Kwa hiyo inawezekana huwezi kukutana na watu kwa na collect number kila siku. Kwa hiyo ni muhimu kutumia njia ya online ikusaidie kucollect numbers every single day, kwa sababu online watu hawaishi. Hata kama mbaki nyumbani, mtu hajatoka, lakini still they are online every day. Actually kwa saizi baada ya lockdown, baada ya hizi corona na nini, watu wengi zaidi wanaingia online zaidi walivyokuwa huko zamani. Kwa make sure online upo online kucollect numbers za watu wapya huko online. Una collect vipi? Ni kwa kufanya prospecting, ile kuwatumia watu message kwenye inbox zao.
Tuna messages ambazo tayari zipo ready. Ni wewe tu kusema Eliza, naomba nitumie hizo messages za online. Nitakutumia, utajichagulia tu wewe unayoipenda, utaanza kutuma kwa watu. Inawezekana ni kwenye Instagram, watu wanaokufollow. Instagram unaweza ukapost hata kwa watu ambao hawakufollow. Unaweza ukajiwekea target ndogo tu ya kwamba kila siku niwe ninatuma message kwa watu 10. Hiyo inakupa nafasi ya kuconnect to new people ambao hawakufahamu leo, lakini wanaweza kuend up kuwa wateja wako, wanaweza kuend up kuwa very big business partners wako. Sasa 10 people every day inawezekana ikaonekana ni kitu kidogo, lakini ina add up a lot ukiamua kuwa consistent. So inawezekana ukaamua kwenye Instagram au Facebook. Hizo ndo ambazo ninaziongelea. Siongelei WhatsApp katika this point, kwa sababu WhatsApp ni mtu ambaye tayari una namba yake, mmesha connect. Lakini kwa watu ambao hauwajui bado, hauna namba zao, ingia nao kwenye inbox zao on Instagram au Facebook, wanakutumia namba zao and then you get to connect with them. Njia nyingine, baada ya kupata hizo namba sasa, tunakuja kwenye hii step ya pili ambayo ndo tunaita contacting. Watu ambao unawasiliana nao kwa ajili ya kuwaonyesha biashara. Umeona, baada ya kupata namba ya mtu amekwambia okay, tell me more, niambie zaidi kuhusiana na hiyo biashara. Kinachofuata baada ya hapo ni kumwambia okay, hii ni story yangu. Mimi nimekutana na hii biashara hivi, halafu hii ndio biashara yenyewe. Ina maana una show the business sasa. Whether kwa kutumia ile video ya dakika 30, tunaijua wote. Kama hauna video ya dakika 30 inayoongelea biashara, niambie baada ya hii meeting ili uweze kutumiwa. Hiyo video ni very powerful tool ya kukusaidia wewe kuionyesha biashara kwa watu wengine. Usitegemee tu kusubiria nialike watu kwenye online webinars. Hapana. Hiyo peke yake haitoshi. Ukijiwekea target ya kwamba kila siku kuna wangapi, whether kuna BOM hiyo siku au hakuna BOM, wangapi ninawatumia information ya biashara yangu, wangapi ninawatumia video waiangalia ya biashara yangu, umeona, wangapi ninawaalika hata kwa ajili ya one to one, kwa sababu kwa sasa hivi again tunaweza tukakutana na mtu mmoja mmoja kwa ajili ya one to one. Unaweza ukasema Eliza, na mtu nataka nimuelezee biashara, au Enos ningependa kukutana na mtu wangu, tunaweza tukapanga appointment mtu mmoja, tukaonana, tutatake all the precautions pamoja na barakoa, lakini haitatuzuia kufanya one to one. Kwa you can do katika hawa watu ambao unawasiliana nao hapa tunasema daily contacting, utamtumia message au kumpigia simu either kwa ajili ya kumtumia ile video ya dakika 30 au kwa ajili ya kumwalika kwa ajili ya one to one. Hiyo ni njia ambayo usiiruke. Kwanza itakufundisha a lot of skills. Tofauti na kusubiria tu BOM ili nialike watu kwenye BOM, hapana. Ile moment unavoshare na mtu directly anakuuliza maswali unaanza kuona kumjibu, ndio inaokujenga wewe kama business owner. Na hamna growth ambayo unaipata bila wewe kugrow as a person, bila wewe kujifunza vitu vipya. Kwa do that, ukifanya one to one umekaa chini na mtu, inamaanisha inakupa hiyo nafasi ya wewe kugrow pia. One to one we can even do kwenye WhatsApp pia. Ukitaka hiyo support, just tell me, pia tutaweza kuplan for it na kuweza kuifanya. Njia nyingine lakini ni kwenye BOM, kualika watu kwenye BOM. Sasa hapo ni muhimu kujiwekea kwamba ikitokea BOM, what is the number ambayo ninaialika. Sasa unaweza kualika watu hao wengi ambao nimewaandika hapa kwamba watu 20 kwa wiki, usiwapungue kwenye kualika kwenye BOM. Hii utaweza kuwapata hawa watu kama unafanya hivi vyote vya mwanzo vilivyoanza. Kama unafanya prospecting walau watu 10, inamaanisha kila siku kuna namba itakuwa unaipata. Kama unafanya contacting, unawasiliana na hao watu, kuna ambao atasema hebu tell me more, ataangalia video, atakuwa interested, utamwalika kwenye BOM. Kwa if you're not doing these activities za mwanzo, hata kwenye BOM itakuwa shida kupata watu wa kualika. Umeona? Kwa hiyo vyote hivi vinalishana, na ndio maana tunaiita ni business building circle. Ni duara fulani la kujenga biashara ambacho kinaanza kimoja and then vinaenda kwenye vingine, vyote vinakupa matokeo mazuri sana ya watu ambao wataanza biashara yako. If you can screenshot hii picha, screenshot it ili uweze kuiangalia na kuifollow up. Again, kama tulivyosema, jua namba yako ni ipi. Kama kuna sehemu unaweza ukaiandika hata ukaibandika bafuni kwako, bandika. Ili uwe yani ukiwaza tu kufanya kazi kwenye biashara yako, hamna maswali. Picha iko pale, what to do. It's just wewe kuchukua simu yako na kuanza kuifanya. Kwa wiki, lengo ni uweze kuwa umeonyesha biashara, umeshow the business kwa not less than watu 10. Yani usipungue watu 10 ambao unawaonyesha biashara kila wiki. Unajuaje kwamba huyu mtu nimemuonyesha biashara? Sio mtu ambaye nimechat naye nikamwambia Forever ni nzuri au njoo ujiunge tunatengeneza kipato. Huyo haujamuonyesha biashara. Ambaye umemuonyesha biashara ni mtu ambaye umemtumia video ya dakika 30 inayoelezea biashara au ameattend BOM na akakwambia kabisa mimi niliattend.
Umeona? Kwa hiyo hao ndio watu ambao utawaandika kwenye kwenye diary yako. Mimi kwenye diary ile tarehe 1, kwa sababu waga tarehe 1 mara nyingi tunakuwa tujafunga mwezi, kwa hiyo unakuta hauitumii katika huo mwezi kuandika appointment au nini. Kwa hiyo tarehe 1 waga naiweka pembeni kwa ajili ya kuandika idadi ya watu ambao nimeonyesha biashara kwa huo mwezi. Kwa kila baada ya mtu nimemtumia video ameiangalia, naandika jina lake pale, naandika video. Amekuja kwenye BOM, ameattend online webinar, naandika jina lake, naandika webinar. Umeona? Au naandika BOM. Whatever way ambayo umemuonyesha biashara. That will be very easy kwa wewe kuja kutrack watu wako, unakuwa una work very systematic, hauna stress. Kwa sababu kila kitu kiko clear kwenye namna gani ambavyo unafanya biashara. Kwa hiyo hii tunaiita ni kama job description yetu. Hizi pages 2 ambazo nimetoka kuzionyesha. Prospecting strategy, recruiting strategy. Kama unaweza ukasahau vingine vyote, hivyo usivisahau. Tukiongelea kitu tunaita income generating activities. Hizi ndo income generating activities. Ukijiuliza hivi leo nimeigusa biashara yangu au sijaigusa, una determine na kama umefanya hivi vitu au haujavifanya. Umeona? Kuangalia video, kufanya nini, hivyo ni vitu tunaviita ni additional. Sasa mara nyingi we get caught up, especially ikitokea muda wa distractions ambazo Enos ameziongelea. Rahisi sana kujikuta uko busy lakini haujagusa biashara yako. Unachoka at the end of the day, lakini ukiangalia hivi, nani leo nimemwambia kuhusiana na bidhaa zangu? Hakuna. Nani leo nimemwambia kuhusiana na biashara? Hakuna, au ni wachache sana. Kwa hiyo measure your activity kuendana na hizi strategy ambazo tumeziongelea hapa, na for sure every single day utajikuta unakuwa more productive. Na ukiwa more productive inamaanisha nini? Hela zinaingia zaidi mfukoni mwako. So those are the main activities ambazo I wanted to share, lakini after that sasa inakuja kwenye one of the most important things ambazo tunaviongeleaga sana kwenye group huko, tunavipromote sana, tunawapongeza sana watu ambao wana achieve, lakini it's important kuiunderstand vizuri. Inawezekana wewe 4CC unaisikia sana tu mara kwa mara, lakini it's not really clear hivi inaendaje, inafanyikaje na ina sababu gani kwenye biashara yako. So I'll go through kuziongelea hizi 4CC before I go kwenye the last part ya recognition. 4CC ni nini? Cha kwanza kabisa, we know we always start na why. Kwa nini? Kwa nini nifanye 4CC? Kwa nini 4CC ni muhimu? Ina faida gani kwenye biashara yangu? So why 4CC? Cha kwanza kabisa ni nidhamu yetu ya kujenga biashara. Unajua kila biashara ina discipline yake. Mfano mtu mwenye duka fulani, discipline yake ni kwamba every single morning lazima afungue duka, afunge muda fulani. Lazima awepo pale, lazima afanye nini. Hizo ndo discipline za biashara yake au nidhamu ya kujenga biashara yake. Sasa sisi kwenye biashara yetu ya Forever, kampuni wala haijali umeamka saa ngapi, umelala saa ngapi, haijali unauza biashara yako kwa style gani, bidhaa zako kwa style gani, lakini nakwambia hebu jenga nidhamu ya kufanya walau 4CC kila mwezi wa biashara yako. Kwa hiyo ni nidhamu, inaonyesha kwamba una discipline ya kujenga biashara na mafanikio yanastahili yaje mlangoni kwako. Sasa kingine ambacho inasababisha, inamaanisha kwamba upo active. Yani ni kama measure ya kwamba wewe unajenga biashara yako. Forever ina mamilioni ya distributors duniani. Itakujuaje wewe unajenga biashara au ni mtu ambaye labda umejoin tu kwa ajili ya kutumia bidhaa? Ina measure kwamba wewe ni mfanyabiashara kwa kuangalia 4CC. Inasema huyu mtu yuko active kubadilisha maisha yake, kubadilisha maisha ya watu wengine. Kwa hiyo ndio ishara ya kuitwa wewe active. Lakini inakujengea pia biashara imara. Tunaita hii ni kama matofali ambayo unayatumia kujenga your mansion au kujenga ndoto zako na biashara yako ile kubwa. Usipoanza na matofali vizuri, usipoyapanga matofali yako vizuri, vigumu sana kuwa na strong foundation. Vigumu sana kuwa na biashara imara ambayo hata 5 years from now bado itaendelea kuwepo. Huo msingi, huo uimara unaupata kwenye kufanya 4CC kila mwezi. Kingine inahakikisha biashara yako inakuwa kila mwezi, especially ukiifanya inavyotakiwa. Utajikuta kila mwezi biashara yako inakuwa from point A kwenda point B kwa sababu wewe ni mtu ambaye unafanya 4CC. Kwa sio tu kitu ambacho tunakirecognize basi, lakini kina faida nyingi mno. Lakini ambayo mimi ninaipenda kuliko zote ni uhakika wa kipato cha uhakika. Kwa sababu you are active, unaijenga biashara yako. Kwa kila mwezi unakuwa una uhakika wa kutengeneza kipato. Na especially kwa mtu ambaye ameshafika supervisor, anajenga team, kampuni haitakulipa wewe bonus inayotokana na timu kama haujafanya 4CC. Ina maana inaweza ikakuchukulia wewe kama ni mtu tu ambaye haufanyi biashara. Kwa haina sababu ya kukulipa kutokana na kazi wanaoifanya timu yako kama wewe haupo active. Kwa hiyo unaweza ukawa unajenga timu kubwa lakini kama haupo active, haufanyi 4CC,
kampuni inakuona kama vile wewe haupo kwenye biashara, haupo active kwenye biashara, haupo serious kwenye kujenga biashara. Kwa ili uweze kupata kipato cha uhakika, ili uweze kupata incentive zote ambazo unaweza kuziona, safari zote unazoweza kuziona, kiungio ni huu muhimili wa 4CC ambao ndo unasema ndo kama inachofungua milango na njia za vitu vyote kuweza kufanyika. Tukiongelea kipato, my dears, 4CC ni hela. Yani ni hela. Unajua ukiangalia inawezekana hapo mwanzoni ulikuwa ushawaza malengo yako. Ukijiuliza malengo yako ya huu mwaka ni vitu gani unataka kuvinunua, kuvifanya, vinahitaji hela. Sasa hiyo hela inaanzia kwenye kufanya 4CC. Unajua kuna hii slide ambayo tumeionyesha mara nyingi tu. Ukifanya 4CC una nafasi, ukiuza 4CC una nafasi ya kutengeneza hela kiasi gani. Sasa ukijiangalia, labda wewe ni level ya assistant supervisor hapo unanisikia. Just kwa kufanya 4CC kwa mwezi, kuuza 4CC kwa mwezi, una nafasi ya kutengeneza faida ya 950,000. Jiulize how much vitabadilika kwenye maisha yako ukianza kutengeneza 950,000 kila mwezi. Inaingia mfukoni mwako, utaifanyia vitu gani? Those are the goals ambazo zikupush kuamka kusema mimi silali. Nina fursa ambayo ina nafasi ya kunifanyia malengo yangu yatokee. As a supervisor, imagine 1 million. Hiyo change tunasema tuiache hiyo, labda utajinunulia nini kitu fulani cha kujipongeza. Lakini 1 million una nafasi ya kuitengeneza. On top of kazi yote ambayo tayari unaifanya, shughuli yote ambayo tayari unaifanya, you can make this kind of money. Ukiamua kuwekea lengo 4CC kutokuikosa, kuuza 4CC kwa mwezi. Umeona? Sasa hivi ni vitu ambavyo ni rewards. Ukiangalia as a manager 1.3 million. Kuna watu wameajiriwa a full month, hata tusiongelee 1.3, hata hiyo 900,000 inashindwa kupita kwenye akaunti yake. Umeona? Sasa this is the opportunity, the potential ulionayo. Lakini inakusubiria wewe uiwekee lengo hiyo 4CC, uifanyie mkakati na uweze kuiachieve. So, what is it all about 4CC? Yani ipoje? 4CC ni volume ambayo unashauriwa kuifanya kila mwezi kwenye biashara yako. Kwa hiyo again kuna watu waga wanawaza 4CC ni inajumlishwa tu miezi yote. Yani kama kuanzia ulivyofanya January mpaka leo zimefika 4. Hapana. Hii ni qualification ya kila mwezi. Kwa kila mwezi inaanza 0 and then lengo ni ifike 4 walau. Umeona? Kwa hiyo ni volume ambayo unashauriwa kufanya kwenye biashara yako kila mwezi na inatokana na maeneo makubwa mawili. Ambapo ndo maeneo makubwa mawili tulioongelea kuanzia mwanzo. Ambapo ni cha kwanza personal CC tunaziita. Sasa hapa tuongelee maneno ambayo ndo yanatokea kwenye system yako ili uelewe system yako inavyoonyesha, inavyosema. Tukisema personal CC tunamaanisha nini? Personal CC inamaanisha bidhaa ambazo umezinunua wewe kwa matumizi yako binafsi. Umeona? Whether ni hiyo sabuni unayoyogea, aloe vera gel unayokunywa, Forever Kids unayotumia, inaingia kwenye personal CC. Na pia bidhaa unazozinunua kwa ajili ya wateja wako. Mtu amekupa order aloe vera gel 5, itaingia kwenye personal CC yako. Kwa hizo zote zitaingia kwenye personal CC ambazo zitachangia pia kwenye 4CC yako. Matumizi yako binafsi na wateja wako. Zote ni muhimu. You will tell me if you don't use products, utajikuta hauuzi. Utaishia kuuza tu labda zile unazozipromote. Na saa nyingine hata hizo unaweza usiziuze kwa sababu hautakuwa na passion inayotoka ndani ya moyo wako ukiwa unamjibu mtu wako. Hiyo fire inayotoka ndani inatokana na kwamba wewe umetumia bidhaa ukazijua they are amazing. Na ndio maana inakuwa rahisi kushare kwa watu wengine. Personal CC pamoja na kingine distributor CC. Maeneo kubwa mawili yanayoleta 4CC. Distributor CC ni zipi? Ni hizi CC ambazo zinatokana na manunuzi ya mtu mpya aliye ngazi ya novice customer. Yani yule mtu ambaye kabla hajafika assistant supervisor, kabla hajafika 2CC. Hizo pia zitachangia kwenye 4CC yako na zitaitwa distributor CC. Hata ukifungua system yako utakuta kuna personal CC, kuna distributor CC. Jumla yake ndio inakufanya wewe uwe active zikifika 4CC. So mtu ameanza biashara mwezi huu, amefanya 2CC kamaliza. Mwezi ujao hatachangia kwenye wewe kuingia kwenye distributor CC zako. Kwa sababu gani? Tayari ameshafika assistant supervisor. Lakini kama hajafika assistant supervisor, hata kama ni miezi 5 imepita, lakini bado hajafika assistant supervisor, akifanya NCC inachangia kwenye 4CC yako. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwenye timu yako una watu ambao wapo kwenye cheo cha novice. Je, unawasaidia kuendelea kununua? Hata kama hajanunua miezi 2, je, unamsaidia kuendelea kununua bidhaa kwa ajili yake na kwa ajili ya watu wake? Anavyoendelea kununua itachangia kwenye wewe kufika 4CC yako au itachangia kwenye hizo 4CC zako. But of course inamaanisha kipato utakuwa unakitengeneza zaidi. So personal CC kampuni inakushauri, yani bidhaa unazozinunua wewe mwenyewe na ambazo unaziuza kwa wateja wako,
kampuni inakushauri usishuke CC moja. CC moja lazima itoke hapo kwenye manunuzi yako binafsi pamoja na watu ambao una wateja wako yani. Lakini distributor zinaweza zikaanzia kwenye 0, inamaanisha unaweza ukafanya personal 4 wewe mwenyewe na bado ukawa tayari unaitwa active, hata kama hamna mtu mpya ambaye umemuingiza kwenye biashara. Au ukafanya personal 2 and then distributor zikawa 2, inamaanisha tayari umefanya 4, zikaitwa 4cc active. Kwa hiyo personal walau iwe 1, distributor inaweza ikawa yoyote ile kutokana na ambavyo umefanya kwa huo mwezi. I hope umeelewa kuhusiana na 4cc. Kama hujaelewa, note down swali lako, tukimaliza session utaliuliza. Sasa personal plus distributor ndo ambazo zinapelekea jumla ya 4 na unaitwa huko active. So how? Namna gani ya kufanya 4cc? Ili uweze kufanya 4cc, cha kwanza ni anza mwanzo wa mwezi. Usizindukie kule katikati ya mwezi ukaanza kusema jamani nitazifanyaje, lakini kuna wiki 2 za mwanzo ambazo ulikuwa hujazitumia kabisa. Make sure every day una make it count. Ukigusa biashara yako kila siku utajikuta 4cc hata unaimaliza katikati ya mwezi. Na ndio maana tukumbuke pia tuna ile incentive ya 4cc kabla ya tarehe 25. My dears, that is a very powerful incentive au niseme recognition ambayo una nafasi ya kujiwekea lengo na kuiachieve 4cc by tarehe 25. Ukianza mwezi wako kuanzia leo, kila siku uka make it count, utajikuta by tarehe 25 4cc imeisha. Gawa lengo lako la 4cc kwa wiki, lakini pia ligawe kwa siku. Ina maana una 4 na una wiki 4. Kwa kila wiki una cc moja ambayo unaweza ukaifanya. Moja kwa wiki ukigawa pale una kama cc 0.2 ambayo unaweza ukaifanya kwa kila siku. Kwa hiyo unajiuliza hivi kwa wiki hii nifanye nini ili by the end of the week niwe nimeweza kufanya 1cc. Ina maana labda katikati ya wiki inabidi ufanye 0.5 au uanze na 0.3, 0.3, 0.3. Cha muhimu ni whatever minimum order ambayo unaweza ukafanya, usiprocrastinate. Usiseme hebu nitaikusanya mpaka ikuwe inenepe. Hapana. Ikiwa hivyo ni order ya vitu vichache, vinunulie, viwekee order, uza. And then unapopata hiyo faida unaiweka pembeni, unaviunganisha, unaiwekea order, uza. Hivyo inakusaidia wewe kuweza kuwa unafanya orders mara kwa mara, una promote bidhaa zako vizuri, unatengeneza faida yako vizuri, and then you achieve 4cc. Na every day ni muhimu kama ambavyo tumeshazishare hizi income producing activities. Focus kwenye hizo activities. Usiangalie siku yako kwenye how busy you are, lakini how productive you are. Kwa kuangalia zile activities ambazo tumeziongelea. Na amua kabisa kuanzia mwanzoni, mimi 4cc yangu nataka nifanye personal ngapi. Lazima ujiwekee lengo la personal zangu inabidi ziwe ngapi, and then unajua kabisa kwenye zingine zitatokea kwenye watu wapya. Labda personal zangu nataka ziwe 4, alafu nitaingiza pia juu yake watu wapya, which is a very good way ya kuplan. Ili hata kama hamna mtu mpya amejoin kwenye biashara yako, still unakuwa haujakosa 4cc yako, lakini pia the profit is amazing. Kwa hiyo inakuwa ni faida nyingine ambayo umeipata. Umeona? Kwa hiyo zote hizo ni namna gani ambavyo unaweza ukamake sure kwa mwezi ukifika mwisho unajikuta umeachieve 4cc yako. Kwa every time unavyokuwa ukiuza bidhaa, eka pembeni hela, ikifika tu 140 make an order, 140 make an order, ili uendelee kuzizungusha bidhaa zako haraka sana. So ukiangalia saizi tuna next level. Kama 4cc is good, tukasema let's go beyond. Wanasema always the challenge kwenda above and beyond. Yani uende beyond kile kitu ambacho ni average. Itamaanisha utajipush vizuri zaidi, lakini the rewards are even bigger. Ukiangalia ukifanya 4cc, the profit that you can make, assistant supervisor tu, una nafasi ya kutengeneza 1.2 mpaka kama faida inayokuja kwa kuuza 5cc. Kwa wewe rudi kwenye why yako. 1.2 itafanya nini kwenye maisha yako? Why should I make it? Kwa nini nitengeneze hii faida? Umeona? And then make it the thing ambacho kinakuamsha wewe kila siku, kinachokupush wewe kujipush hata unapokuwa unajisikia kuchoka. Itakupa direction na itakupa rewards kubwa sana. Kwa hiyo go for 5cc. Kama tunavyojua 5cc na very special rewards ambazo ni tutazionyesha pia mbeleni hapo tena, lakini it's something ambacho ni very worth it for you to go for. Unaweza ukaipanga hata hivi kwamba mimi nauza 3cc, yani retailing iwe ni cc 3, alafu niingize watu wapya ambao watafikisha cc 2. Again, umemaliza 5cc yako vizuri sana. Why I recommend pia ku make sure unaigawanya namna hii, kwa sababu recruiting is essential. Usipoiweka at the back of your mind kama lengo, utajikuta hau recruit. Miezi inapita, ndio una retail, unatengeneza faida yako, lakini hamna watu wapya wanaoingia kwenye biashara yako. Kama hamna watu wapya wanaoingia kwenye biashara yako, unakosa ile faida ya 4cc ya kuikuza biashara yako. Wanasema growth is only possible by new people. Ukiwa wewe mwenyewe peke yako 6 months from now bado uko wewe mwenyewe peke yako, inamaanisha hamna growth.
Kwa ili uweze kuwa na growth, inamaanisha jitahidi kila mwezi kuwe kuna watu wapya wanaoingia kwenye CC yako, kwenye biashara yako. Ukiweza kufanya 2 CC za kurecruit, very very good. Zingine zitajaziwa kutokana na retailing na utaishia kutimiza lengo lako la 5 CC. Angalia hivyo vipato hapo. Make that a motivation for you. Kwa nini go for that goal? Sasa baada ya vyote hivyo ambavyo tumeviona hapa, we come to the best last part of this training, ambayo ni recognition. Recognition, mimi I love it kwa sababu it's a chance to look back na kuangalia na kupatch yourself in the back kwamba you're doing something good. Na bila kujipatch yourself in the back utaishia kuona tu changamoto and you won't be moving forward. Na mimi ningependa kurecognize kwanza each and every one of you here, kwa sababu each of you matter. Each of you contribute. Hata kama mwezi uliopita ulifanya 0.00, it doesn't matter. Provided you have the business in your hands. Ina maana una uwezo kubadilisha anything around muda wote ule unavyoamua kuchora mstari chini. Thank you for being here. Thank you for your hard work. Thank you for your focus kwenye biashara yako. We value and we appreciate each and every one of you. Lakini kwanza kabisa tutaanza na watu special ambao tutawa recognize leo, watu ambao ni wapya kwenye biashara yetu. Hao ni watu ambao tunaweza tukasema ni the most important people kwenye biashara, the new people who join our business. Naomba muwapigie makofi mengi sana hapo ulipo, and ambao tunawa recognize leo kwanza kabisa ni Amri Matole, yupo Dar es Salaam, makofi mengi sana kwake. Mariam Kaguta, makofi mengi sana kwako. Francis Marrow all the way from Mbeya, makofi mengi sana kwa kuvalue hii biashara na kuamua kuianza. Lakini pia we have Godlisten Mrema. Naomba huyu tumpigie extra makofi kwa sababu mwezi uliopita sio tu ulikuwa mwezi wake wa kwanza wa kuanza biashara, lakini mwezi huo akasmash assistant supervisor. Inaonyesha kabisa kwamba it's so possible ukaanza biashara na mwezi huo ukamaliza 2cc, and inamaanisha uka-upgrade kwenda kwenye the next level ya biashara yako. Makofi mengi sana. We value and appreciate and recognize you, Godlisten Mrema. Hongera sana. And then we move to the next group of people ambao ni watu ambao wali make an order, a minimum order kuanzia 0.3 mpaka 0.999. Na hao ni watu ambao tutawalista hapa. We highly recognize you. Wapigeni makofi popote pale walipo. Tulimi yake Lazarus ametoka kupata mtoto, brand new mom hapa tunavyoongea, lakini still alimeka an order mwezi uliopita. Hongera sana. Mzee Amani kutoka Morogoro, hongera sana. Glory yuko Moshi, Beatrice Kimathi Moshi, Eve yupo Dar es Salaam kwa sasa I believe. Hongereni sana for all the hard work you're doing. Shabani all the way kutoka huko Karatu, hongera sana. We have Margaret Bendera all the way kutoka London huko nani UK. We recognize your work. Yani ukiwa popote pale inamaanisha biashara haisimami. Yani it's a global business. You can do your business popote pale ulipo bila kusimamishwa na chochote. Gisela, we recognize you. Hongera sana for the order ambayo umeifanya. Susan Lao, huyu kidunchu alikosa the next recognition. Maana amefanya 0.9 cc. Yani kidunchu sana, lakini makofi sana kwa all these people waliopo kwenye hii recognition. We recognize your work. Next we go to what I missed Francisca Kweka, hongera sana. And then next we go to watu ambao wameachieve 1cc and beyond. Kama tulivyosema, ili uitwe active lazima 1cc yako iwepo pale kwenye personal. So we have Janet Kalokora, hongera sana Janet for 1cc yako and beyond ambao umeifanya. Glory Moshi, hongera sana. Rona Swai na yeye amemiss the next recognition kidunchu, amefanya 1.99cc. We recognize your work, hongereni sana for all that you have done. And then next recognition, are you ready guys? I hope you are. Yes. Okay, next we go kwa watu ambao wamesponsor kwa mwezi huu wa 5. People who sponsored new people. Again, tumesema kuingiza watu wapya ndio kitu kinachokufanya biashara yako ikue. Growth is only possible by new people. Now we have watu ambao wameweza kuingiza watu wapya. First of all, I recognize Enos Salema, makofi mengi sana kwake. I recognize Elizabeth Riwa, makofi sana. All of us have sponsored. Lakini pia we have people in the team, Lightness Justin ambaye pia ameingiza mtu mpya. Actually siku ya mwisho kabisa ya kufunga mwezi, ile mwishoni, and then akaingiza mtu mpya. Kwa hiyo it's not over until it's over. Mnaendelea tu kushare, endelea kufanya biashara yako, and then you can sponsor. We have also Munira, makofi sana kwake, na yeye aliweza kusponsor mwezi uliopita. We have Rona Swai pia ambaye amesponsor kwa mwezi Mei. Hongereni sana all amazing champions, and then I know umejiwekea lengo la kuwa kwenye hii listi mwezi ujao. I hope you have set a goal for that. Next we go to 4cc. Again, hii ndo kitu ambacho ni the most prestigious recognition kwenye biashara yetu.
if you have never achieved 4cc huko nyuma, I hope umeweka lengo kwa mwezi huu wa June. Hata kama ulisha achieve huko nyuma and then kuna miezi umemiss, I hope kwa mwezi huu wa June umejiwekea lengo sahihi kwamba 4cc recognition jina lako halitakosekana. This month we have the honor ya kurecognize the one and only Teresia Kisoka. Makofi sana kwako. Kwanza alikuwa 4cc achiever by tarehe 25, and then on top of kuwa 4cc achiever aka end up kuqualify for 5cc. Umeona, tukiongelea 4cc tunajua hiyo ndo tunaita average, but yeye akufanya tu 4cc alifanya 5cc. So extra makofi kwa ajili yake popote pale alipo. But we know 5cc inakuja na special extra gift on top of just makofi na recognition, inakuja na cash prize. Oh yes. Yes, sasa hii unaona hapo kwenye screen ni screenshot ya muamala ambao umeenda kwa Teresia Kisoka 100,000 kwa ajili ya 5cc yake ya Mei na ya April. Kila mwezi unapoachieve 5cc unapata zawadi ya 50,000. Ina maana umetengeneza faida yako huko mfukoni, wewe ndo unaijua, lakini sisi tutakupa zawadi ya 50,000. Kwa set a goal like that. Umejiwekea kipato chako mwenyewe kutokana na retails, lakini bado you have a gift waiting for you. So hongera sana, makofi mengi sana kwako Teddy. Continue pushing, continue challenging yourself, endelea kukua. The best is yet in front of you. Yeah. So, are you ready? Tulisema kuna very special announcement ambayo tuko tayari kuifanya kwenye hii session yetu. Special announcement ambayo itakufanya urudi back kwenye malengo yako, uyaeke vizuri zaidi, ujiulize hivi, where do I want to go? Kwa sababu you have special rewards ambazo zinakuja mbele yako. We have launched a very special team incentive ambayo leo kwa mara ya kwanza tunaitangaza, na ina maana tunailaunch rasmi, imefunguliwa rasmi kuanzia hii June tunavyoongea. Nitaiongelea hapa, lakini pia feel free hata uko mbeleni usipokuwa umeelewa kitu, ask us ili tuweze kukuelewesha zaidi namna gani ambavyo tunamaanisha. The incentive is as it shows hapa, very special achievers team incentive, ambayo kama unavyoona ina maeneo makubwa matatu. Cha kwanza kabisa hapa ni kwenda supervisor by September. Supervisor by September inamaanisha kila aliyeko hapa, hata ambaye hajajoin bado, inamgusa. Kwa sababu each of you here, kama haujafika supervisor bado, una uwezo wa kuwa supervisor by December. Hiyo tunaongelea ni miezi 4 kutoka sasa. Una June, July, August, September. Supervisor by September. Ukiwa supervisor by September, lakini pia katika miezi 2 ambao umekuwa supervisor, usikose 4cc yako. Na pia usikose kuwaingiza walau watu 2 watakaofika assistant supervisor katika hicho kipindi. Reward yako ni nini? $200 cash utapewa kama zawadi. Wewe mwenyewe utajiamulia ukafanye nini. Hatukutaka kuchagulia, wewe utakuwa na uhuru unataka kuitumiaje hiyo $200 yako 200. On top of the money ambayo utakuwa umeitengeneza as a supervisor, you get $200 kama zawadi. Yaani unaweza ukasema afadhali ukuwa supervisor huko nyuma, because now is your time. Huko nyuma ingewezekana labda tukakupa tu labda makofi na nini, lakini now on top of everything else, on top of the powerful recognition you have, utapokea $200 cash. Tena tutaipiga picha kabisa hivi dola zako mkononi. Next, you can go for manager by December. Manager by December tunaongelea hiyo ni miezi mingapi? Kama 7 kutoka sasa hivi. Yaani ukihesabu June mpaka December ni 7 months. That is a very powerful time ya wewe kuwa manager. Very possible. Haijalishi biashara yako ikoje sasa hivi. Hata kama uko mwenyewe kwenye team, my dear, you can be manager by December. Hata kama haujui how, wewe mtext Enos baadaye, mwambie hebu naomba plan. Naomba plan ya namna gani naweza nikafika manager by December. Tutakuonyesha plan kwamba mwezi June ufanye ngapi, mwezi Julai iendeje ili umalize manager before December. Zawadi yako ni nini? iPhone X. Brand new. Sio used, sijui imetoka iko kwenye good condition, hapana. Brand new, ukaende kutoa manailoni mwenyewe na kuifungua mwenyewe. That will be your grand prize on top of every other recognition nyingine. Lakini pia tumeweka other extra incentives ambazo ni muhimu sana pia. Kila mtu ambaye atafanya minimum order ya 0.3 tunakurushia bando hapo hapo ya 2500. Inamaanisha bando mwisho wa mwezi, kwa kuwa umeishia hiyo sehemu utapokea bando ya 2500, because we know katika hichi kipindi cha internet sana, inamaanisha tunatumia sana internet, tunatumia sana social media na nini, we use a lot of internet. Kwa hiyo tutakupa zawadi hizi special gifts ambazo zinatokana na CC tu ulizozifanya. Ukiamua kufanya more, ukaenda ukajipush kwenye 1cc and above,
bando yako utakayopokea ni ya 5,000. Ukaenda kwenye 2cc utapokea bando ya 15,000. I know internet, ukiangalia internet ya mwezi inaweza ya 15,000 kwa wengi inaweza ikakutosha muda mrefu sana tu wa internet, ukawa hauna hiyo expense, just kwa ku make sure kwamba haushuki 2cc. Umeona, katika mwezi huu 4cc, ukiachieve 4cc kwenye mwezi huu wa June and any other month huko mbeleni, papo kwa papo, yani baada ya huo mwezi tu umeachieve 4cc, you get 30,000, ambayo itakuwa ni cash au muamala imetumwa kwenye simu yako kutokana na tutakavyoona convenient. 5cc cash 50,000, either cash kwa kushika au muamala. So those are the gifts ambazo mimi naweza nikasema ni just the icing on the cake. Yani umuhimu wa wewe kufanya 4cc, 5cc, kufanya orders ili uweze kuuza, kuna faida utakuwa unaitengeneza, ushaitengeneza mfukoni mwako. Lakini sisi just as a way to give back to say we recognize that, ndo tunatupia hizi gifts na hizi extra incentives. So my dears, we are ready to spoil you guys. We are ready to send hiyo miamala, kutuma hizi kwa each and every one of you, kwa sababu we know each and every one of you una uwezo wa kuachieve 4cc. Hata kama hujawahi kuachieve kwa nyuma, una uwezo. Start by believing that you can do that, and then you end up doing that. Lakini on top of that, sasa we know vinavyofuatia. Kwanza kabisa leo jioni we have this amazing business presentation. Hata kama hujaalika bado watu, we have a lot of time now. You can sit with your notebook sasa hivi ukaanza kualika. Ukajikuta una watu 5 hata wana attend hii session. Hata kama unaanza sasa hivi, eka kwenye status yako, kuna watu watakuuliza I want to join in, I want to listen. Umeona hii session ambayo inaanza leo saa 2, but most importantly make sure wewe kama mgeni haukosi, kwa sababu the BOM hii presentation inakuhitaji na wewe pia uwepo pale, ujifunze, uendelee kujenga passion, umsikilize huyu Levin, ukasikia story yake, uone vitu gani ambavyo hii biashara imemsaidia kuvifanya. Inawezekana Edmund shamsikia mara nyingi, lakini labda hujasikia historia ya mtu mwingine. So always kila unavyo attend BOM kuna kitu kipya utakipata, and it will take you out of there ukiwa umegrow zaidi ya ulivyoingia. But even after that we have upcoming events ambazo zinakuja kwa hii wiki inayokuja. Jumatatu tutakuwa na very important session tunaita new distributor orientation katika zile trainings za Jumatatu. Usikose. Hata kama wewe ulijoin biashara miaka 3 iliyopita, join hii new distributor orientation. Utajifunza the basics za hii biashara. Hamna biashara ambayo haina basics, na hauwezi ukafanikiwa bila kumaster basics. Na una master pale ambapo unaisikia na kuisikia na kujifunza mara nyingi. Jumatatu ni saa 2 usiku, usikose. Jumatano tutakuwa na special session kwa ajili ya kualika wageni wetu. Sisi tu wachache. Kwa usipoalika, hii ni tofauti na ile ambayo tunazifanyaga Jumamosi kama hii ya leo. Hii ya Jumamosi ina include watu wengi Tanzania nzima. Lakini hii ya Jumatano itakuwa ni sisi tu tulioko kwenye mkutano hapa. Kwa hiyo jiwekee lengo kubwa la kualika massively, kwa sababu ni kama ni mkutano wako wewe binafsi. Alika massively, tutaufanya saa 2 kamili usiku, team business presentation kwa ajili ya wageni kuwaelezea biashara. Lakini Alhamisi tuna very powerful product training. Hata sijui nielezeje zaidi kuisisitiza kwamba iweke mkakati wa kumaximize on it, kwa sababu ni kama njia yako ya wewe kunyonya matokeo ya CC kwa kualika watu, kwa sababu atafanya Mr. Alphonse Chilato, kiongozi wetu very powerful, atafanya session ya wanaume, men's health talk, kwa ajili ya afya ya wanaume. A session ambayo inagusa watu wengi sana. Yaani ukiwakaa chini, ukawakalisha chini wanaume pamoja, wakaongelea mambo ya afya ya wanaume, utajikuta wana make orders faster baada ya huo mkutano. Kwa hiyo jiulize, what are the powerful men that you know ambao unataka kuwaalika, wasikose. Wale watu wakubwa wale, wababa unawafahamu, uncles unawafahamu, kakas unawafahamu, waalike kwenye hii session, kwa sababu mtu atakayetoa hii session watapata nafasi ya kujua exactly what they need to take, bidhaa gani they need to use ili waguse afya zao. Kwa hiyo make sure you have wageni wako pia kwenye hiyo session. Write down hizi upcoming events, make sure unazijua ili usikurupuke ukajikuta umekosa nafasi ya kumaximize kwa kualika watu kuanzia mwanzoni. So those are the powerful upcoming events. Na mwisho kabisa, before I give back Enos hapa amalizie kabisa, excuse the quality ya hii picture inavyoonekana, lakini I want this message to come across, ambayo inasema you can't grow into the person you want to be unless you are first willing to get uncomfortable. Hakuna ambacho tumekiongelea hapa katika hizi activities ambacho kitakuwa comfortable.
ambacho kitakuwa rahisi, ambacho utalala tu and then kitatokea chenyewe. Nothing kitatokea chenyewe like that. Kwa you have to be willing kuwa uncomfortable ili uweze kuembrace the person that you want to be, ili uweze kuembrace na kupata vile vitu ambavyo unataka kuvipata. Na mimi waga napenda sana yani ile point ya kujipush kidogo, kujistretch beyond ile point ya kuwa uncomfortable. Kama jana I was doing my calls and then nikafikia point nimechoka, nimeanza kusikia njaa. Nikasema no, nimejiwekea target mpaka hizi namba 5 nizimalize and then I will go eat. Kwa jipush hivyo, kuwa uncomfortable kidogo, do your activities hata kama unakuwa uncomfortable. And at the end of the day utajishangaa the amazing results ambazo unazipata beyond that. Sisi tuko excited kufanya kazi na nyie. We are so ready to get dirty with you ili tuweze kwenda kufanya kazi pamoja zaidi. Na kwa sasa hivi kama nilivyosema, we can meet one on one mara moja, it's okay. Tunaweza tukavaa tu barakoa tukafanya. Kwa hiyo don't hesitate. Ukihitaji msaada wa kukaa chini pamoja, we can do that. And tukaanza kidogo kidogo kuikuza biashara yako zaidi. So I hope you are as excited as I am with huu mwezi wa June, because I know amazing things are going to happen kwa sababu tumeshikilia biashara yetu and we are ready to get to work. So thank you very much for being here. Thank you kwa kusikiliza mpaka sasa hivi and see you at the top. All right. Thank you very much, Eliza. Thank you very much. I hope wote tumepata vitu vizito. Maana unajua kwenye meetings na trainings kuna wakati wa kupeana motisha, kuna wakati wa kupeana some soft talk, na kuna wakati ambako tunaonyeshana where is the core of the business, ambako kazi iko sehemu gani. Na if you take vitu ambavyo Eliza ameviongelea ukaanza kuimplement, then definitely utaanza kuona matokeo. Na usipovi-implement unaweza ukapata matokeo madogo ama usipate matokeo, lakini you can never know unajinyima kitu gani. So let us take whatever ambavyo Eliza ameshare and then tuende kuvi-implement. Na wakati unavi-implement, kumbuke about kuwa uncomfortable. Yani wewe jiulize kitu gani sasa hivi kinakufanya uwe uncomfortable. Ni kupiga simu, sometimes mwingine yupo uncomfortable kuongea na watu wasiowajua. Mwingine yupo uncomfortable kuongea na watu wanaowajua. Me, I always believe katika uncomfortability yako pale ndo success yako inakuwa imejificha pale. Now before we close the meeting completely, we want to give an opportunity ya kuwasikia wote ambao mpo hapa, kama kuna any question au kuna kitu ambacho unatamani kifanyike. It could be katika hii team or generally unawish kifanyike nini ambacho unaona kikiwepo kitakusaidia zaidi kwenye biashara yako. At this point think about vitu gani ambavyo wewe vinakupaga shida. Maybe kuna areas katika ufanyaji wa biashara ambazo wewe zinakuchallenge, so then bring them up ili hata sisi tunapokuwa tunaandaa trainings kutokana na kile ambacho yani mtu upo kwenye hii group and you need it. Okay, so I want to open the floor. Anybody that has got any question, any idea, any challenge, you know, kama una vyote hivyo wewe unatamani kuongea, wewe let us know, we will unmute you. Unaweza ukanyosha mkono au kwenye chat hapo ukasema nataka kuongea, and then we'll see it on the chat and then we'll unmute you ili tuweze kukusikia. Na I think this is an amazing opportunity, na one of the reason why tunapenda hizi seasons kwa sababu zinatupa nafasi hivi ya kuinteract. Najua tuna interact kwa kupitia kioo hapa cha laptop, lakini we are still interacting. The only thing missing, and very soon tutasema kila mtu awashe video yake jamani. Nisema mwanzo kama upo kwenye meeting umevaa, kwa wanaume najua mnakuwa tumevaa boxer tu, naomba ukavae kaptula sasa. But don't worry, at least shati tuko chini tutaona. So we're going to unmute. We're going to want everybody to open up their videos so that we see you. We want to see if you're happy. And you say hello. And you say hello. We can even shout. We can do whatever that we want. So if there's any question, please bring it up. Any question, any idea, kitu ambacho unatamani ujifunze zaidi kutoka kwetu, you know, you can bring it up. Anything you want. All right. Chat is right here. So wakati tunasubiria hiyo, I think it's a good time everybody to on their videos. So let us all switch on our videos. Gonna start with ours. Okay. Congrats. We can see, as a matter of fact, we can do us. We can do mimi kumbe nimejificha kidogo. Okay. Too far. Okay, awesome. Who is that? We see Tuzo. Who is this? We're gonna unmute everybody now.
I'm gonna unmute everybody. Kila mtu akitaka. Okay, I'm unmuting kila mtu. You unmute. You can share anything you wanna share. God listen, naona hapo upo unmuted. Upo safarini. Ongera, God listen. Super. Thanks a lot. All right. I believe this is the first meeting about tunafanya with you, so I hope you may enjoy. I hope kuna vitu ambavyo umevipata. Margaret Bendera ndio nataka tuone huko UK. Hebu unmute wewe mama wewe. Na video uwashe. Jana watu mpo kwenye gari au mnaenda sehemu moja nyewe? Si kama mmealikana mahali hapo mjepanga. Sijachana nywele. Hakutana nywele. Haina shida. Hata mimi wewe unaona nywele hizi. Eliza yetu wewe. Sijachana. Mambo ya Zoom ndo hayo. Ndo mambo ya Zoom. Jamani uko wapi bwana? Unaona hapo. Hongereni sana kwa kufunga. All right. Okay, any addition ya kitu tunachotakiwa kukiongelea next time, ideas kama alivyoongea Enoch. You feel very free to share. Kama unahitaji product training, kama unahitaji chochote kile, training ya chochote kile, just Beatrice, tunakuona hapo all the way from Moshi. Hi. How are you? I miss you. Miss you too. Nilikuwa na mimi nifanye hivi na kumbe mke wangu yupo hapa sio katika Margaret, we see you. Nice. Kumbe Mage huyu hatari. Awesome. Great. Awesome. So I think the next meeting itabidi tufanye tu video hivi afu tuongee tu mwanzo mwisho. So I think we can end the meeting. If there's any question, anything, unaweza ukatuuliza anytime. And let's get to work. I hope someone is gonna win that iPhone X. I hope someone is gonna win that 200 USD. You know, so yeah, it's amazing. And let's pray for one ishi haraka ili turudi kwenye kuonana. Yes. Frida matunyima video, Frida. Brand new FBO, Frida Kage. See you. Nice. Okay, thank you so much kwa kuja wote. Okay, great. It has been awesome kuwa na nyie, ni kama robo ya kuonana. So yeah, it has been great. Thank you. Sawa. All right, all the best. Katika mwisho wa meeting and we'll see you in June. All the best. Yes. Bye. Uzo hauna video Bye. Shuka.